chama cha siasa chochote hakitaki kushambulia muungano, na kiongozi yoyote wa kisiasa hatakiwi kuonyesha kuna vipande viwili vya muungano ambavyo amevigawa hasa kwa kutumia nafasi yake kama kiongozi. Samia alikuwa anazungumza pale kama rais wa Jamhuri ya Muungano aliyejiweka, kwa sababu sasa hivi tunajua yeye ndio rais kwa kujiweka. Kwa maana nyingine, kitendo cha ile kauli aliyokuwa anaitoa pale kama mwenye dhamana hiyo, alikuwa anavunja muungano wenyewe au anavunja sheria za vyama vya siasa pamoja na takwa la muungano, kwa sababu tayari amegawa nchi mbili. Lakini akaonyesha ubaguzi kwenye muungano kwa kusema kule ni kwao, na kule kwao haja kufanyia mambo ambayo aliyafanya Tanganyika. Lakini cha tatu, akaonekana kwamba kule Zanzibar lazima kuwe na amani kwa maana kule ni kwao, kwa sababu hakukuwa na sababu nyingine ambayo alisema ambayo ina msingi sana. Unaweza kusema kwamba kwa nini alikuwa ananyukua nje ya kusema kule ni kwao. Kwa maana nyingine, tuko na wanasema imposter katika madaraka, mtu ambaye amejifanya kwamba na yeye ni Mtanzania, lakini yeye si Mtanzania, yeye ni Mzanzibari. Na si mara ya kwanza Samia kujitambulisha katika muktadha huo, katika kuelezea kwamba yeye ni Mzanzibari. Sasa hakuna uhaini au mapinduzi kama hayo, kwa sababu yeye anamiliki silaha, ni amiri jeshi mkuu. Ukishakuwa na mamlaka hayo ukatangaza kwamba kuna vipande viwili, umepindua. Na cha pili, lakini kuendelea katika hii hoja pia ukiangalia ni nani sasa ambaye anaweza asinyukue Tanganyika akanyukua Zanzibar? Yani ni nani mwenye ulinzi wa Tanganyika? Swali lingine hilo ambalo kidogo linaleta utata, kwa sababu kama inaibuka kwamba kuna mtu kutokana labda na upande wake mmoja anaweza akanyukua upande mwingine, ni nani anaweza akaweka kinga ya watu wa upande wa pili? Na mimi nayaona kabisa alichokili ni mauaji ya kimbali kama vile ilivyofanyika dhidi ya Wanyarwanda na Watusi. Tulikuwa tunasema kwamba kilichofanyika ni mauaji yanayotokana na hisia za uchaguzi, kwa yeye kulazimisha kufanya uchaguzi katika mazingira ambayo sio mazuri, ambayo wananchi wameyakataa. Lakini kwa sasa hivi kwa namna alivyozungumza, pia watu waliuawa kwa sababu ya mazingira waliopo au sehemu wanayotoka Tanganyika. Na yeye hicho kitu sasa hivi amekisema wazi, amekithibitisha kwamba kilichokuwa kinafanyika ni mauaji si tu ya uchaguzi, lakini yalikuwa ni mauaji ya kulenga jamii, ambayo ni kitu ambayo ni kosa kwenye sheria za kimataifa. Kwa hivyo walau hiyo iko kwenye evidence. Yeye kama atakuja kuitwa kwa ICC atakuja kuieleza vizuri, lakini watu wa usalama wa taifa, watu mliopo kwenye mifumo ambao mna Utanganyika ndani yake, kama hili halitoshi kuona kwamba huu muungano ushakufa, haupo, na mnatakiwa kuelewa moja ya kauli kubwa sana ambayo amewahi kusema Samia, katiba ya Tanzania ni kijikaratasi. Kwa maana nyingine, yawezekana kutokana na huo karatasi huo ndio maana haya yote yanatokea. Sasa Damaria amewapitisha kuhusiana na namna mafedha ya Tanganyika yanavyoibiwa, mabenki kama CRDB yako kwenye hayo makizimkazi huko, NMB, tuna taarifa nyingi, wafanya biashara na nini, kuna fedha nyingi sana inatokana na kizimkazi, ni mabilioni ya fedha ambayo kwa kifupi ni muda wa msimu wa kupelekea mfalme. Yani unajua zamani watu walikuwa wanampelekea mavuno mazuri mfalme, kama ni mbuzi aliyenona, ng'ombe aliyenona, kama umelima mkulima unapeleka lile zao lilonona, ndio kizimkazi maana yake kama mjui. Asili yake inatokana huko na mambo ya kifalme huko nyuma, ni namna fulani ya kurudisha tozo kwa mfalme, lakini kinachorudishwa ni fedha ambayo itakiwa kufanya maendeleo ya wananchi. Mahakama imeendelea kutoa msisitizo kuhusiana na mawakili kuongea na vyombo vya habari katika viunga vya mahakama, ikisema kwamba haya ni makubaliano waliyofanya kati ya mahakama na TLS. Sasa sijaelewa kwa nini mahakama inaivuta TLS kwenye hili zonge hili, ni kama wanajaribu pia kuona au wanayaogopa haya maamuzi yao. Lakini bahati mbaya tumeona sasa, tuseme mawakili wamezuiwa, lakini wanasiasa wakishambuliwa kwenye viunga vya mahakama pale wanapotaka kuzungumza masuala mbalimbali na jamii. Sasa labda mahakama warudi na yenyewe watueleze kwa nini watu wakiwa pale mahakamani hawana uhuru wa kujieleza, hawawezi kuzungumza, tatizo ni nini? Kwa
kwa nini kuna haya matatizo. Marekani imetoa taarifa, na hii ni State Department, serikali kabisa ile ya Marekani ndani kwenyewe, kule ambako Samia amelipa mabilioni ya fedha kwa ajili ya kufanya ushawishi. Kumbukeni, hii ni serikali ya Marekani yenyewe kabisa, na hizi taarifa huwa ni zile rasmi ambazo ziko vizuri. Kwanza wamesema hakuna uwazi kwenye bajeti ya Tanzania, haswa kwenye manunuzi. Wanataka mikataba yote ya manunuzi iwe inawekwa wazi, kwa sababu kuna fedha ambazo wao wanaipatia Tanzania. Kwa hivyo wanahitaji Tanzania iweze kuweka wazi bajeti zake za manunuzi. Hii ni kutokana na hiyo taarifa zao za transparency au uwazi. Lakini pia vyombo vya ulinzi na usalama, bajeti zake zinatakiwa kuwa wazi. Nadhani ni vote namba 20 au 28 hivi. Na hii ilikuwa ni wakati ule wa Mwalimu Nyerere, tolewa kama favor tu, sio kisheria, lakini baadaye marais wote wakawa wanapita humo. Kuna sehemu hakuna audit kwenye fedha za umma, na huko ndiko kuna mabilionea wengi sana wamejitengeneza. Yale mafedha mnaona sijui rais katoa wapi na nini. Kwa kifupi, hoja ya usalama hakuna, kwa sababu mataifa mengi yanatoa hizo budget, na hatujawahi kuona kwamba Tanzania tuna usalama zaidi kuliko hao wanaotoa hizo budget. Kwa hivyo wameelezea mikataba ya manunuzi, kwa sababu kwenye ugavi hapa ndiko kule Angela Kiziga ametajirikia, na ubilionea wa Abdul unatokana na kwenye mambo haya ya ugavi. Lakini wametaka kwamba budget iwe inatolewa wazi kwa wakati, budget hizi nyingine zipitishwe na bunge la Jamhuri ya Muungano. Kwa hivyo inaonekana pia hawa, sababu unakuta wanajua vitu zaidi, washajua huko mambo mengine hata yapiti bungeni, watu wanapiga tonge nyama, pesa inakwenda afu unaongezewa tozo kwenye simu. Sasa kuna ufisadi huu bado ni mbichi, tunafuatilia. Kuna mabilionea wameibuka katika jiji la Dar es Salaam. Hawa mabilionea wako katika ofisi ya mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam, akiwemo yeye mwenyewe Chalamila, lakini wapo katika Central Police Dar es Salaam. Wale jamaa mnawaona wale wakina Mlilo, wote wale waliopo pale Central Police, wale waandamizi wale wote wale ni mabilionea wakiwa na mavituo ya mafuta. Sasa walikuwa wamejificha, tushawajua, na inaonekana kikubwa ni uuzaji wa maeneo ya wazi na viwanja katika jiji la Dar es Salaam. Hiyo ni moja wapo ya eneo, lakini michango hii kwa wafanya biashara, kuwatishatisha watu wanaofanya biashara, yani wote hawa yani wanaongozwa na Chalamila kwenda kupiga dili. Yani jamaa wamepiga dili ndefu sana. Mwisho, uwanja wa ndege wa Julius Nyerere International pale Ukonga, au katika jimbo la Ukonga Ilala kule. Ule uwanja wa ndege umekuwa na historia kubwa sana, na katika utanuzi wake ni karibu miaka 30 sasa hivi kumekuwa na mazungumzo namna utanuzi wa ule uwanja, na kuna eneo la nyuma ya ule uwanja unajulikana kama Kipunguni, ambapo ukishatoka hiyo Kipunguni unakuwa umegusa gereza la Ukonga, lakini upande wa nyuma kule kuna Kitunda na kuendelea, japo yenyewe haitaki kufika sana mbali, maana haigusi ile ya Tazara. Sasa kilichotokea kwa miaka mingi, kumekuwa na maelezo fidia na nini. Kuna wakati South Africa alikuja pale wakati wa Mkapa ikashindikana, ikaja wakati wa Kikwete na kwenyewe fidia ikashindikana, wakapigwa stop kutoendeleza au kufanya chochote, kwa sababu uthamanishaji wa yale maeneo ulifanyika karibu miaka 25 iliyopita huko, au 30. Ni muda mrefu kidogo, na huo ndio uthamanishaji ambao umetumika kuja kulipa wananchi sasa hivi. Ile Kipunguni kwa kadri tunavyozungumza, malipo yametoka, yamelipwa na serikali mamia ya mabilioni. Mara ya mwisho zitoka bilioni kama 200 hivi zikienda kuwalipa wale wakazi kuondoka kwa ajili ya kuutanua ule uwanja wa ndege, haswa eneo lililokuwa limekuwa design kwa ajili ya ndege za mizigo au magodown ya mizigo ambayo inatokana na ndege zinazoenda nje na zinazotoka. Kwa hivyo mzigo, kwa mfano kama maua na kadhalika kutoka Arusha, basi yanaweza kuwa na kitu kama facility au ndege. Sasa kilichotokea kwa haraka baada ya kutolewa mabilioni na mabilioni ya fedha kwa ajili ya kuwalipa wale wananchi, na wale wananchi kutolewa katika lile eneo ambapo walikuwa karibu na mashule, afya, huduma za afya, walikuwa karibu na barabara, maeneo yameshaendelezwa, yana umeme na kadhalika, wamehamia huko Chanika mbalimbali, wengine wametawanyishwa, wameenda sehemu ambazo kidogo hata huduma zingine hazijapatikana. Yale maeneo sasa hivi yamejengwa
vitu vinaitwa yadi. Sasa hizi yadi zinaleta shida sana, maana ziko kila sehemu, ni yadi za malori na yadi za mabasi. Lakini kumbuka hili ni eneo ambalo ni la airport, ambalo lilitakiwa kujengwa airport au kuwekewa uzio ili ije kuwa hiyo airport kama watakuja kujenga huko baadaye. Lakini sasa hivi ni yadi ya magari, na Abudi ni miongoni mwa watu sana wanaoingia kwenye haya maeneo ya serikali. Hasa ieleweki nani ameruhusu hao watu kwenda kuweka yale mayadi pale? Imejengwa kwa idadi kubwa sana, kila mtu anashangaa. Kwa nini waliondoa watu wanaweka malori mjini, alafu watu tena wanaenda kutafuta huduma huko waliko, wakati tayari watu walikuwa wameseto pale? Kama kulikuwa hakuna umuhimu wa kuiongeza hiyo airport, hawa watu walikuwa wanalipwa kwa nini? Ili waende kwenye maeneo tena wakataabike. Lakini kutoa mtu mjini afu karudisha mabasi. Kwa hivyo kuna mabasi na malori, kuna shida kubwa sana. Matajiri ni kama sasa hivi mali zao zina thamani kubwa kuliko watu. Yani watu unaweza mkatolewa mjini mkapelekwa mapolini, alafu malori yakaletwa mjini, vitu ambavyo havieleweki kabisa. Tutaendelea kufuatilia na tutachimba kujua ni kampuni gani na nani wameweka malori pale Kipunguni, na ni nyuma ya eneo la jeshi, kwa sababu hiyo nayo ni eneo ambalo liko na sensitivity yake. Hatujaelewa kwa nini inafanyika hivyo, na kwamba kule kwa nyuma kulikuwa kuna uwezo wa kuingia uwanjani. Je, hayo malori yanawekwa hapo, hakuna mizigo inayoingia airport, au hakuna ndege zinazotua na madawa ya kulevya zikaingia kwenye hizo yadi ikatoka? Kwa sababu mchezo kwa namna ulivyofanyika unaleta maswali mengi sana, wakati kukiwa na madawa ya kulevya yaliyokithiri, alafu kuna yadi bubu. Kwa sababu wala hizo yadi zingekuwa kidogo zinaeleweka, zina utaratibu fulani, zingekuwa zimepangwa kwamba ziwepo pale, ghafla tu zimeletwa zile yadi ziko pale, na unaweza ukatoka airport na mabegi na nini kaingia kwenye hizo yadi. Hiyo inawezekana, na tunawezekana tukawa tumetengenezewa kitu tunakiona kama tu cha kawaida, lakini labda hata ni biashara ya madawa kulevya inataka kufanyika kwa kasi sana kupitia airport zetu. Asante sana Damalia kwa muda na wasikilizaji. Shukran sana, asante sana Mshabaha, umetupitisha vizuri kabisa. Na nimefurahi pia umeigusia hili la eneo hilo. Mimi kidogo nilidokezewa, lakini sikufuatilia kwa kina, lakini naona umeweza kuichambua vizuri, na nadhani kama kungekuwa na watu kidogo tu wana uzalendo hata 10% tu, sasa hivi wangekuwa wameshafuatilia, lakini of course tusitegemee makubwa. Sasa tutaanza mjadala wetu, lakini kuna mtu nimemuadi ambaye atachangia baadaye, anajiita Walk the Talk Remix Radio Kenya. Nimeona komenti yako, nimekujibu na kushauri kabla hujachangia wende ukatafute kwanza katiba ya Zanzibar, maana umekuja na hizo hoja za kizamani sana. Tafuta katiba ya Zanzibar, elewa kwamba Zanzibar imejitengaje kutoka muungano, alafu ndo uje utuambie sijui mambo ya Nyerere, sijui Pan-Africanism, hizo ndo uje uchangie, kwa sababu hii mada iko very sensitive na tuko kwenye mjadala mzito. Kwa hiyo nakushauri kwanza uelewe vizuri muungano ulivyo wa Tanzania kabla hujachangia. Lakini mtu ambaye amewahi, na nitaomba Mshabaha, naona umenyanyua mkono, mtu wa watu ndio ataanza kuchangia, lakini karibu kwanza Mshabaha uchangie. Lakini pia Damalia, watu wasiturudishe kwenye maeneo ambayo tunataka mabadiliko. Moja, Pan-Africanism haiwezi kuwa tu kati ya Tanzania na kati ya Tanganyika na Zambia na Zanzibar. Tuko wote, East Africa hii ni Pan-Africanism. Tunatakiwa tuungane wote. Sio lazima sisi tuwe na hawa Zanzibari. Kama ni kuungana, tutaungana huko Afrika ya Mashariki. Wanaweza tukakutana nao SADC, tunaweza tukakutana nao Umoja wa Afrika, au wanaweza wa Kenya wakaungana nao. Kwa hiyo bado hiyo ni Africanism. Sio lazima tuwe sisi, sababu sisi tume experience matatizo, tunaongelea real issue, sio story za Nyerere. Nyerere angekuepo asingeruhusu upumbavu katokea. Kwa hivyo jina la Nyerere linapotaka kutumika, litumike vizuri. Huyu Nyerere anasingiziwa vitu vingi wakati mwingine. Nyerere asingeruhusu hayo mambo ya Kizimkazi, Samia akaenda akazungumza zile kitu. Saa hii Nyerere angekuwa kwenye redio anampiga spana kabisa asubuhi na mapema. Asingeruhusu hii mauaji yaliyofanyika kwa sababu ya Uzanzibari, ukaua Watanganyika, ukaacha huku, ukasema huku hujanyakua, huku umenyakua. Kwa hivyo anapozungumzia kuhusiana na Nyerere pia muangalie hadhi ya Nyerere na matendo ya Nyerere, asije akamfananisha Nyerere tu kijuu bila kuiangalia situation ya risi iliyopo sasa hivi hapa Tanzania. Kwa hivyo kama atakuja kuzungumza, atuambie ufanano wa kwanza wa Nyerere na Samia ni upi, ili tuwe na uhalisia, maana tumechoka hizi bla bla, sijui mara undugu sijui nini. Kama mtu ana mapenzi sana na Wazanzibari, au Wazanzibari akakae huko, sisi tunajua nini tunachopitia. Asante sana Damalia.
Haya, asante. Nimemwambia tu kwa sababu huyo ni jirani yetu. Sidhani kama amekuja kwa nia mbaya, lakini ni hivyo, nimemwambia kwamba sitampa maiki kwanza kafanye research, yani ili akija achangie vizuri. Haya, mtu wa watu, karibu uchangie kwanza. Hongera, nadhani hata leo ulikuwa mahakamani kama sio jana, nimekuona na unaendelea kupiga mwingi. Karibu sana. Asante shangazi, nashukuru. Sio, nasikika? Unasikika vizuri, karibu sana. Mahakamani tupo kila siku, tupo, hatutachoka kwa sababu tukichoka tutamwangusha mpambanaji mwenzetu, mtu ambaye anatuinspire sisi vijana. Yaani ni mtu ambaye amekuwa sehemu ya maisha yetu. Na hisi wengine hatufungamani na chama chochote cha siasa, lakini tunapenda mawazo mazuri, tunapenda watu ambao wanaipambania Tanganyika, tunapenda watu ambao wako mstari wa mbele kuhakikisha rasilimali za nchi zinamnufaisha kila mtu. Kwa hiyo sisi tunaunga mkono kila wazo lililo bora, na pia tunaunga mkono mtu ambaye tunamuona huyu mtu ni mkombozi wa mwisho. Hicho kitu ndicho ambacho nimekiongea mbele ya mahakama leo. Nimemuita kwa sababu nimeona yale ambayo yanatendeka. Lissu anayajua yote mahakamani yanayotendeka, kuanzia majaji mpaka wafungua mashtaka. Shangazi, mahakamani ukienda, kuna muda unajua kabisa kuna vitu kwenye hii nchi bado haviko sawa. Hatuna muhimili wowote kama tunavyoaminishwa na upumbavu. Yaani tumeishi kwenye upumbavu kwa miaka mingi. Ndicho kitu ambacho sasa tunakipambania shangazi, na ndicho kitu ambacho leo umekiweka kwenye hii mada. Yaani kuna nyakati ambazo muda wote unakuwa unasonya tu kama siku ya leo. Kwanza mahakama imeanza saa 5 kamili. Ambao tumewahi kidogo, kama mimi leo niliwahi kutoka nikafika pale saa 1. Kwa nilikaa muda wote tu niko pale. Nikasema ngoja nivumilie mpaka saa 5 kamili ndo mahakama ikaanza. Walivyofika, Lissu ameongea, ingawa huwa anajua majaji hawezi kuchukua hatua yoyote ile, lakini hawana maamuzi. Yani tuna watu ambao hawana maamuzi. Unaelewa kabisa, tuna mahakama ambazo shangazi, Tanganyika inahitaji kukombolewa kwa namna yoyote ile. Sasa watu ambao pengine wanaogopa kwa kuongea, kwa kusema, siku zote kwenye haya maisha usidhani ukimya wako, kutokuongea kwako kunalinda maslahi yako, kunalinda uhai wako. Shangazi, tulipofikia, hata hawa watu ambao leo tunaongea, watu wazima wana akili timamu, lakini wako upande wa CCM, wanaiona Tanganyika namna ambavyo inateketea na wako kimya. Shangazi, hawa watu hawahitaji msamaha tena. Tunaona wazee wa ovyo. Sisi tunaipambania Tanganyika tukiwa na maana. Leo kuna mizee pale CCM, kuna mijitu iko pale ambayo inajiona lakini ipo kimasilahi. Ukiuliza leo ndani ya hiki kipindi mna mradi gani wa kimkakati Tanganyika, hakuna wanachokijua shangazi, zaidi ya kuuza rasilimali za nchi kwa Wazanzibari, kuuza mashirika ya umma kwa Wazanzibari. Hiki kitu nimekiongea mara nyingi sana. Leo Mshabaha amekuja kukiongea kwa sababu pengine ninyi ni watu ambao kidogo kwenye harakati zenu mna kitu, lakini hivyo vitu nimeviongea shangazi. Kuna njia niliongea, hii barabara ya kuanzia Kimara kwenda mpaka Mbezi, zile